Bam, salimia. Pole nani? Jamaa drone arusha drone juu. Achukua msafara. Drone iko sawa. Drone iko juu. Iko juu. Kuchangamka aje. Drone iko juu yetu na sioni. Ni miti. Ndio umeshapanga hiyo. Watakuingia hapo. Wataingia. Tutaingia kidogo.
picha, please. Thank you very much. Twende kazi sasa. Asante sana. Twende sasa. Karibu sana Mheshimiwa Liza Chelule na viongozi wote ambao umekuja nao. Wapi makofi na shangwe. Karibu sana. We love you. Asante sana. Haya, 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 haya. Ninaona viongozi mbalimbali. Naona James Hara yuko hapa Mheshimiwa. Asante sana. Joyce Konia kutoka kule.
Akimama hawezi keti chini kama tujaingia na muziki. DJ kama unanipata jaza. Twende kazi sasa DJ. Haya. Na tukienda kumaliza weka Yerusalemu. Wapinduzi ya mama kaunti. Wapinduzi ya wageni. Haya. Wapi makofi ya mheshimiwa wanapo kwenda kuketi? Haya, asante sana. Asante wanariziki. Twende kazi. Aha. Haya. Asante sana. Asante sana waheshimiwa wetu wakiketi chini. Tunaomba waheshimiwa wetu wote tutasimama kwa sababu ya wimbo wa taifa. Naomba DJ tuko tayari kwa wimbo wa taifa. Naomba sisi wote tusimame tukiongozwa na waheshimiwa wetu, na tutakuwa pia there will be raising of the flag also. DJ. Tupe tu nafasi aweze kupandisha ile bendera, na kisha baada ya hapo tutakuwa watulivu
kwa sababu ya maombi. Kwa niaba ya Waislamu, nitaomba ajitayarishe Maalim Sharif awe tayari kwa sababu maombi. Thank you very much. Maalim Salim, mahali ulipo, kisha Reverend Faith, ninaomba uwe tayari. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kuneemesha na kubwa na ndogo. Mwenyezi Mungu, tuko hapa mbele yako, na si nguvu yako tusingekuwa hapa, na wewe ndio umekadiria ukatukusanya hapa chini ya uongozi wa mama yetu, Mama Kaunti Bibi Chelule. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, tukianza na yeye, mbariki, umpe ufanisi, anastahili pongezi kwa kazi yake anayoifanya na bidii anayoifanya katika kuwahudumia Wakenya na kuwahudumia wananchi wa Afrika Mashariki na Kati, kupoteza wakati wake, na ile elimu uliyompa uibariki na umuongezee na hekima ili aweze kuwahudumia wananchi na watu wako kwa ujumla. Mwenyezi Mungu, ibariki Afrika na viongozi wake na wananchi wa Afrika na jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na nchi yetu tukufu ya Kenya. Utupe uzalendo, utupe imani, utupe umoja. Tusamehee madhambi yetu Mwenyezi Mungu, tunakukosea usiku na mchana. Hakuna aliyekamilika isipokuwa ni wewe Mwenyezi Mungu. Tunalilia kwako, utupokee, utufungulie mlango wa rehema, mlango wa baraka na nuru zako. Utusamehee Mwenyezi Mungu, tunarudia. Utuondolee umaskini na ufukara. Vile vile tuna magonjwa yanayotusumbua kama COVID-19, ukimwi, kansa na maradhi mengine. Yote haya Mwenyezi Mungu umeyaleta, na sisi tunakuomba tuondolee, na waliokuwa na maradhi haya Mwenyezi Mungu uondolee, na iwe ni kinga kwetu sisi tusiweze kuyapata kwa wale ambao hawajaipata. Na Mwenyezi Mungu, kwako tunapiga magoti tukinyenyekea. Tunakuomba utujaze nuru zetu, vifua vyetu kwa nuru yako, na umoja na amani na upendo na kila lile linalohitajika katika jambo la kheri. Mwenyezi Mungu tubarikie pamoja na viongozi wengine na wazazi wetu na watoto wetu, tukisema amin rabbil alamin. Asante. Baba, katika jina la Yesu tumekuja mbele zako na wingi wa shukrani. Wewe ni Mungu juu ya miungu yote, na kando yako hakuna Mungu mwingine. Tumekuja mbele zako na shukrani kwa sababu mpango ambao uko mbele yetu Bwana, tulipanga, tukakusudia, tukatamani, lakini Jehova Mungu, neno lako linatuambia tukabidhi mipango yetu yote kwako, nawe Bwana utasaidia iweze kuafikiana. We want to thank you because of your goodness, your mercy, your love. Thank you, my Father, because of the goodness that you're showing us this day. I pray, my Father, even in accordance with your word, you have told us that every good leadership comes from you. There is no leader that does not come from you. Therefore, God, I pray for the leadership. Thank you, my God, because of Mama Chelule and all the other women leaders that are here. Lord, we commit them into you. We pray for wisdom, knowledge, understanding. We pray, my Father, that God, they are going to lead us with your wisdom. I want to pray, my Father, kwa sababu ya kila mmoja ambaye yuko hapa na yeyote ambaye hapo njiani akija, ninaomba ya kwamba Bwana utusaidie, tuwe na nia moja, kusudi moja, na Jehova Mungu jitukuze mahali hapa. Asante kwa sababu wewe ni Mungu na umetukuka milele. Asante kwa hali nzuri ya afya. Asante kwa hali nzuri ya hewa. Asante Bwana kwa sababu utasababisha jina lako liweze kutukuzwa.
Ninashukuru Bwana kwa sababu uko miongoni mwetu. Jitukuze, maana tumeomba katika Kristo Yesu Bwana Mwokozi wetu. Amen. Naomba tuketi. Mgeni wetu rasmi Biliza Chelule, mama wa kaunti ya Nakuru, ninaomba kwa heshima na taadhima kuu, tulipokuwa tukijadiliana na wenzangu, tulijiuliza nani atatukaribisha mahala hapa. Sisi tukaona na tukapiga hesabu, tukaona mama tu, wewe tu ndio unajua wageni ambao uliowaalika, na wewe unajua uliwaalika kivipi. Kwa heshima ninaomba tufanye yale ambayo hajakuwa yakionekana kwa mikutano mingi. Nimwaluke Biliza Chelule, mheshimiwa, nikualike kwa heshima uje utukaribishe, uwakaribishe wageni ambao umewaalika na labda hata tuwajue kabla hatujaanza. Naomba sote tumpigie makofi tafadhali anapokuja. Tumpigie makofi hadi wakati atakapofika mahala hapa. Mpigie makofi. Mpigie makofi. Chairman wetu wa Inua Mama Jenga Taifa Honorable Alice Wahome, wajumbe wote ambao wameandamana na mimi kutoka sehemu mbalimbali, na mimi wananchi wa Nakuru, tuko na Mheshimiwa Faith kutoka Nyandarua, tuko na Mheshimiwa Dr. Tegla Tum kutoka Nandi County, tuko na Honorable Beatrice Kones kutoka Bomet East, tuko na Mama County kutoka Taita Haika Miziki, tuko na mama wetu kutoka upande wa Isiolo, Mheshimiwa Wajia, Mheshimiwa Nasri, tuko na Mheshimiwa kutoka Bomet County anaitwa Mheshimiwa Joyce Chelale Met, tuko na Mheshimiwa wetu kutoka upande wa Kericho County anaitwa Kamnyole, tuko na Mheshimiwa wetu kutoka Wajia Mama Ruto, Mama County kutoka Karisa anaitwa Mama Ruto. Sikizeni sasa, apigia huyo sababu ametuzalia Ruto. Huyu mama kutoka Wajia ametusalia, sio mwingine, sio Ruto yeyote, ametusalia Honorable Dr. William Kipchirchir Ruto. Kuna mheshimiwa wetu kutoka mheshimiwa ndio atakuja sasa. Mheshimiwa wetu kutoka Naivasha, mama wa nguvu kutoka Naivasha. Hiyo sio magofi ya Jeni Hana, mnajua ile kazi. Mama wetu, mama wa nguvu kutoka Naivasha Sub County, alifanya kazi nzuri na akakuja na kiti kutoka ya Lakeview Ward. Na tena tunataka kupigia extra, appreciate extra Kamnyole sababu yeye ndiye alikuwa Msambweni. Piga makofi. Msambweni. Asante sana. Sidhani kama nimewacha mheshimiwa wote. Na kwa sababu wacha nichukue tu hii nafasi kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia siku ya leo tukue hai na tuko healthy, na hata akatupatia jani masi kutoka nyumbani. Wamama hai. Wacha nisikie sauti, wamama hai. Wamama hai. Wamama hai. Mama hai. Bana ito. Niacha. Karibuni sana.
Kapkures, Chamgemising, kina mama kutoka Mola Hai, mko wapi? Ni Atia. Wacha nisikie sauti, ni Atia. Diore. Hiyo ni nzuri. Nimefika hapa leo tufunge mwaka na mkutano wetu ya nguvu ya Inua Mama. Unajua Inua Mama tulisimama kidogo sababu ya COVID-19 na tumerudi kiwanja sasa kwa nguvu zote. Ndio tukasema tufike Nakuru. So wamama karibuni. Mko na furaha lakini? Are you happy you people? Mko na furaha? Wacha nisikie mayoye kidogo, mko na furaha? Mmefurahi kuona wajumbe? Mmefurahi kuona wajumbe? Mko tayari kusikia kutoka kwao? Na kwa sababu mrefu wa Jinyoi nitaalika waheshimiwa wawili ndio wataendesha kipindi. Sio mimi niendeshe kipindi. Kuna wale wataendesha kipindi alternatively na watajipanga hao wenyewe. It is not So, karibuni sana wajumbe, karibu sana. Pigia makofi wajumbe. So wajumbe tumewakaribisha. Wacha tu niombe DJ atuwekee muziki moja ya kukaribisha wajumbe kutoka sehemu mbalimbali wakiwa hapa, wafike hapa Nakuru County. Mko na furaha? So mtasimama mahali mlipo tucheze muziki pamoja. Najua ile muziki tunacheza ni ile pamoja ya Msambweni. Sawa. Na tukacheza ya Lakeview kule Naivasha. Sawa. Sasa ikiwepo muziki utasimama hapo mahali ulipo na niombe waheshimiwa ndio niondoke kwa kiwanja. Yerusalema Challenger. Twende kazi. Yerusalema Challenge. Wanaenda pale chini wafanye Yerusalema Challenge. Haya, wanafanya Yerusalema Challenge. Wacha tuone sasa. Wapi makofi ya waheshimiwa? Wapi makofi ya Jen Kihara anaipeleka vilivyo? Saída.
mkutano rasmi. Nataka kukabidhi hii nafasi waheshimiwa wenzangu wawili. Ningependa kuketi niangalie chenye inaendelea, sababu siwezi kutengeneza keki na nikule mimi mwenyewe. So nataka Jane Kihara. Okay. Okay, baadaye. Okay, sawa, watakuja baadaye. Jane, tutakuja baadaye, lakini wenye wanaendesha hii mkutano ni waheshimiwa wawili. Mheshimiwa Honorable Joyce kutoka Bomet na mheshimiwa wetu kutoka Naivasha Honorable Jane Kihara. Lakini kabla hatujafika wapate nafasi hiyo, kuna mambo mengine itaendelea hapa kidogo. Samahani. Asante sana. Thank you very much. Mpigieni mama Kauti makofi. Thank you very much. Mpigieni makofi hadi ya keti chini. Asante sana mama Kauti. Thank you very much. Kwa sasa mgeni wetu rasmi, ukiona ni bora na kwako inapendeza, unikubali nilete kipindi kifupi cha matumbuizo. Kabla ya hapo ninataka kwanza ni declare interest. Niseme ya kwamba mimi ni MC. Nataka hii ieleweke vizuri. Mimi ni MC na ni MC ambaye hajaajiliwa kwenye ofisi yeyote. Tuko pamoja? Nimejaribu kusema haya ndio. Unajua pia ninajitetea kwa sababu ya kazi. Kuna watu wanakuwa wakikosa kunipea kazi wakidhani ninafanya kazi kwa ofisi fulani. Huko nilitoka, sasa mimi ni independent. Si ni vizuri kusema? Mimi ni independent, najifanyia kazi yangu. Ninaomba sasa nialike wachache ambao watatupa matumbuizo. Nialike hawa kina mama kutoka Mwariki. Watuimbie wimbo moja wa Kikuyu. Wapi makofi ya hawa wana Mwariki? Na kisha Boyboyet muwe tayari. Boyboyet muwe tayari. Morimo ake biriko go mabembe. Morimo ake mokiko go mabembe. Ekaemo. Ekaemo mekate. Asano corona enanina adoito. Goe lemo corona nia. Erureme wa ikyo go mabembe. Erureme wa ikyo go mabembe. Enyake jwa go mabembe.
Wapigieni makofi hawa wananyakenywa, wapigieni makofi tena, pigieni hata waheshimiwa wetu makofi. Unajua kudansi hiyo sio mchezo, si mnajua nyinyi mlikuwa mna dansi dakika 2 mnaketi, nao waheshimiwa wamemaliza Nyakenywa mzima, wapigieni makofi. Asante sana. Naomba sasa nialike Isukuti kwa dakika 2 watupeleke Luyalanda. Twende kazi. Wapi makofi ya Isukuti? Wapi makofi ya Isukuti? Ni kama Madam Chelule, Mheshimiwa Chelule, ni kama ulikuwa umepiga tizi ya hii maneno. Nimejaribu kuambia hawa wana Isukuti, sasa msiite madam, wacha apumzike. Lakini nimeshangaa kumuona hapa. Thank you. Nataka sasa nialike kikundi ambacho tumebakisha vikundi 2. Kikundi ambacho kitatangulia ni cha Boiboyet. Wakuje watupingie wimbo wa Gigale. Gigale. Twende rasi. Haya, wapi makofi ya wana Boiboyeta? Thank you. Waheshimiwa hawataki kuachwa nyuma hawa. Haya.
Thank you very much. Thank you very much. Walipokuwa ama mipango ilipokuwa ikipangwa, sikujua kwamba Mheshimiwa Lize Chelule amemwalika mheshimiwa kutoka kule Taita. Nikagundua kwamba miziki yuko hapa. Naye mheshimiwa miziki nasi tulikuandalia wanariziki ambao watakuchezea miondoko ya taaraba, nao wakuchapie usikie hata wewe huko nyumbani upate raha. Wapi wana riziki? Anab, Nasri, nyote mziki huu ni wenyu. Karibuni. Hii ni yenu. Hii ni 001. Ile magoti. Ile magoti. Hii ni pwani. Inaenda aje? Sasa tufunge kitamba. Hawa ni hasla sasa. Kuja hapa tunapanga kwa Lisa. DJ.
sisi nyingine wana Nakuru tusonge mbele. Kwenye miradi ya kilimo na miradi ya maji mashinani umefanya. Vile vile vijana umewadhamini kwenye masomo, wale mabuti na mama umewafadhili wote. Sisi na Chelule, Chelule na sisi. Sisi na Chelule, Chelule na sisi. Sisi na Biliza, Biliza na sisi. Sisi na Chelule, Chelule na sisi. Sisi na Mwakaunti, Mwakaunti na sisi. Sisi na Chelule, Chelule Kuambiwa siku zote Simba wa kike ndiye mwindaji. Asante sana. Asante sana. Wapigeni tena wanariziki taarab makofi. Asante sana. Wanapokwenda kiangalau wapunge hewa. Waheshimiwa, tujaona waheshimiwa kama nyinyi. Waheshimiwa kila wimbo ukipigwa wanateremka na hawachoki. Hawa ni waheshimiwa wapenda watu. Si ni ukweli? Niseme ya kwamba Mheshimiwa Lize Chelule nilipopewa mwaliko wa kuja hapa, nilijua wengi watasema ya kwamba sijui lakini kasema ni vizuri mimi nikuje nifanye kuwe clear ya kwamba takriban mwaka mmoja nilikuwa nikifanya kazi kwenye ofisi ya gavana wa jimbo la Nakuru, lakini nilitoka. Sasa hivi mimi ni independent, mimi ni hustler, ninafanya kazi yangu kama hustler. Tuko pamoja. Mtu asiwe na wasiwasi kunipa kazi ama kunipa nafasi nifanye sherehe zake. Kwa sababu ya hayo, due to public demand, waheshimiwa ambao mmetoka mbali, mimi kuna trademark ambayo niko nayo, na nimeombwa tu kwa heshima nisiketi chini kabla sijafanya. Mimi hufanya masauti. Naomba tu nibadili masauti kisha niwaalike wale ambao watatuongoza kwenye ratiba. Sauti ya kwanza wewe utaisikia, ukifurahia utapiga makofi. Tuko pamoja? My fellow Kenyans, it is another time that we have gathered together. Wacha niseme kwa Kiswahili. Niseme ya kwamba wewe Liza Chelule, ile mambo umefanya ni mambo ya maana sana sana. Wewe unakumbuka mama, unakumbuka vijana, na hata hujasahau walemavu. Huyu mtu hapana pubafu. Huyu ni mtu wa maana sana sana. Sitasema mengi, wacha nialike hata huyu mwingine labda anaweza kupinga, lakini leo nimemwambia asikupinge. Asante sana. Asante sana. Siku ya leo mimi sijakuja kupingana na wewe. Nimekuja kusema ya kwamba hawa watu ile kazi wanafanya hata mimi inanitetemesha. Wanaungana pamoja, wanasema ya kwamba lazima waangalie mwananchi wa chini. Si ni ukweli? Hata wakati mwingine mimi najaribu kupima hivi, naangalia
Ninajua hata ninatoka mbele, lakini mwananchi ndio wa maana, si ni ukweli? Mimi niseme asante sana. Na wewe Liza Chelule, hapana kama nyani. Si unajua nyani ile inasimama kwa mti juu, kazi yake ni kusema nyef nyef. Wewe ni mtu ya maana. Mungu abariki wewe. Asante sana, asante sana. Hebu kwanza tingiza kidoli. Leo sijakuja kusema maneno ya siasa, lakini wacha niseme kama kuna uongozi ambayo ni mzuri, ni uongozi ya kukuza mama. Wacha niseme ukiinua mama umeinua taifa yote kwa jumla. Niseme ya kwamba leo akina mama viongozi mmetuonyesha upendo wa hali ya juu, na yote ni maendeleo. Asante sana, asante sana. Ujambo msikilizaji, na karibu kwa yaliyotendeka hapa. Leo nimewaandalia makala maalum kuhusu vile akina mama wamekumbukwa kupitia ofisi ya Madam Liza Chelule kwa njia ya kipekee. Leo hii nitasema na nizidi kuongeza ya kwamba tuko na kiongozi ambaye anatukumbuka, amekumbuka kila mtu, na ni jambo la maana sana. Liza Chelule, kitendo ulichokutenda leo, hata ile wakati mwingine sisi tutakukumbuka na kamwe hatutakusahau. Toka studio ni Waweruburu, nikiwaga kwa msemo chanda chema hakika uvishwa pete. Liza Chelule ni chanda chema, wacheni tumvike pete. Asanteni. And a change has come Morocco, but today a change has come here in Kenya. And today I'm telling you the truth, that if you go plastic, among the north and hills, and remember our first the Bible silence, as far as possible surrender, don't go down. Hakuna kitu unashika hapo. Niliona ili nimalizie, nilimuona Mheshimiwa Jane Kihara. Na kwa sababu wako pale na kuna wale ambao hawataelewa sauti hii, nitaomba utawaelezea kile nimesema. Nina nigitago mutiro wa moiro na ni magutagire goigire ko moira. Na rengo gekinya terere. Ndira ciana cia Israeli ciarĩrĩre Jehova Ngai. Nĩ atwĩkire wa kũmonekanĩra. Na nĩgakiuga ũmũthĩ muonekanĩirwo mũno makĩria. Nĩ tondũ Liza Chelule aikarĩte ũguo akamwĩciria. Ũmũthĩ ndathimithie Liza Chelule nĩ akwĩrwo nĩ Jane Kihara. Liza Chelule ũrathimwo mũno makĩria nĩ Jehova Ngai. Nginya harĩa ũrĩrangaga wokĩrĩria gecũra mbeca kana idadi. Njĩtagwo ndungata ya Ngai mũtiri wa mũiro na gũtangĩrĩ gwĩkĩrĩ kũmwĩra. Thekioi. Ili nimwalike huyu ambaye nitawalika ili waweze kutuongoza, nimalizie na huyu jamaa. Siku ya leo sitasoma Biblia, lakini nataka niseme ya kwamba akina mama vile mnaona mnaungana na hata mnashikana, nyinyi mko na uwezo wa kutengeneza serikali. Nyinyi ni akina mama wa nguvu, na ninasema mbarikiwe. Naitwa Pastor Pius Moiro wa Maximum Miracle Audio Cinema Nairobi. Amen. Asante sana. Kwa sasa mgeni wetu rasmi Asla. My friend. Ama namna gani bana? Lazima tukue wangwana. Haijaingia vizuri lakini itaingia. Usijali, asante sana. Lakini tunampenda Hasla sana. Kwa roho yetu yote tunampenda Hasla. Kwa sasa mgeni wetu rasmi, ninaomba niwaalike hawa wawili ambao ulituomba waje waongoze hii ratiba. Kutoka Bomet nimwalike Joyce Korir, na kutoka Naivasha nimwalike Jane Kihara, tukiwaombea Mungu awape kichwa kenye ubongo wa hekima, mdomo wenye maneno ya ufasaha, na hata kifua chenye moyo wa ujasiri. Iko siku moja huyu mama alinipa mashauri tukiwa tunafanya kampeni.
nami nikasema lazima nitaenda nimuombee, na nikakuombea usafiri safari ya kujisaka na hata kujitafuta, ili ujue asili yako, ujue kwamba wewe ni wewe halisi, mbali sio ganda la mua wa jana. Unapoongoza hii ratiba saa hii, ninakutakia uwe na uweledi, ukwasi na hata umahiri wa lugha. Naomba tumpigie makofi ili atuongoze. Thank you. Watu asante sana MC, makofi ya MC, makofi mingi. Asanteni sana sana kwa kufika. Viongozi wa kutoka Kenya hii mahali yote, sisi tumewakaribisha nyinyi hapa Nakuru. Nawaambianga mara nyingi, mimi ndio nashikilia nyinyi kule mwisho Naivasha. Na hii kidude nitawachilia kama tuzungumzi lugha moja. Tuko hapa kwa mwaliko wa Mama Chelule, mimi namtanga Mother County, kwa sababu nimesoma kizungu kidogo. Mother County. Na watu wale wanaunga mkono BBI, mimi siongei na hao. Nataka sasa mniambie ndio nianze safari. Nyinyi ni wa BBI ama la? Nyinyi mko BBI ama la? Basi tuko pamoja. Nasema hivyo kwa sababu siona hii vitu mmeletewa. Tumeletewa na Mother County, si ndio? Hii BBI inasema kiti ya Mother County iende. Mtakubali iende? Mtakubali iende? Kwa hivyo sasa tuko safari moja. Mimi hata kama nimechaguliwa constituency, nimejua ile kazi tumefanya na Madam Chelule. Na huko Naivasha mnajua sisi ndio tumeandikisha kura nyingi sana, na zinaendelea kuongezeka. Itafika mahali tuseme yeyote anataka kiti ya governor Nakuru, aidha atoke Naivasha ama akitoka mahali popote achukue running mate from Naivasha. Hiyo ndio tumeanza kuwaza huko kwetu, kwa sababu sisi ni wengi na kura inaendanga na wengi. Juzi mlisikia vile tumefanya huko kwetu. Hawa wamama wangi wao walikwenda Msabweni. Mlifurahi? 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 Makofi ya Msabweni. Safari hii ni hustler movement, na tumeanza, na tunasema amani ya Kenya inatokanga Naivasha. Hata bila hiyo handshake, sisi tuliamua mbele ya kwamba tunataka kuishi na amani. Si ndio tuliongea sisi wote? Tuliongea kwamba tutaunga serikali mkono ile tulichagua. Ingawa imetumetema wengine, lakini bado tunang'ang'ania pale. Mnataka kuongeleshwa na wageni, si ndio? Sitaki kuwachosha. Nataka msikie lugha ya wamama. Siku hizi wamama ndio wana lugha ya kusaidia mwananchi, na ndio wana lugha ya kushikilia nchi na kusaidia wale hawajiwezi. Tunaelewana? Tunaelewana? Hasla hoye! Hasla hoye! Hasla hoye! Waheshimiwa, karibuni hapa kwetu Nakuru. Na vile nimesema, mmetukishikilia, mlikuja kwetu na mkakuja na vitu mingi sana. Wale wako karibu, our neighbors, ndio mtaanza kusema na watu wa Nakuru, ndio wawasikie, ndio waambie sisi kama viongozi tunaelekeza nchi hii pande gani. Hakuna wengine, ni sisi, kwa sababu tumepewa mamlaka na hawa watu wetu.
Kwetu tulikuwa na kiti ya MCA ya marudio, tulimpoteza mmoja wetu, na tukasema ya kwamba bado tuko Jubilee kufanywe mchunjo. Lakini walikuja hapa Nakuru wakaambiwa ya kwamba tufanye mtihani, na sisi tukawaambia mtihani ya uchaguzi, yule mtu ambaye anatatua ni mpiga kura, si ndio? Tulipoambiwa ni huyu, na sisi tukasema ni yule, kwa sababu sisi ndio wapiga kura. Tukasema basi wacha Jubilee ilale kidogo, wakikiwa na akili, wakirudiwa na akili, mchaguzi ambaye ni raia atatatua. Mheshimiwa Beatrice Kones, karibu, 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 pigia mama makofi. Huyu ni mbunge wa Bomet East. Huyu pia ako na constituency, lakini tunasema kiti ya wamama lazima ibaki. Ile katiba inaitoa, sisi hatuko. Asante. Kuja. Asante sana mama Mheshimiwa Jane Giara mwenzangu, host member of the county Mheshimiwa Lisa Chelule ambaye ametualika hapa siku ya leo, my colleagues wote wa Inua Mama Jenga Taifa ambao wamefika hapa Nakuru siku ya leo. Yangu ni kusema ya kwamba nimefurahi vile umetukaribisha, tumeimba pamoja, na mama Chelule hajapagua mtu, amewalika watu wote wa Nakuru, na ningependa kusema kwamba mama Chelule ni mama tosha. Mama Chelule ni mama tosha. Upande ile mwisho ya Nakuru, Chelule ni neighbor yetu, kwa sababu tumaliza Nakuru County tunaenda Bomet County. Na ningependa kusema kwamba mama Chelule ni mama ya nguvu, na anapenda kaunti yake, na anapenda constituencies yote, sijui ni ngapi, 11 ama ni ngapi, na anazunguka anamaliza yote. Ni rafiki yangu, lakini najua kazi yake. So ninafurahia watu wa Nakuru ambao wamesanyika hapa siku ya leo. Mimi najua mama kaunti angeleta watu wengi, lakini sababu ya corona saa zingine tunakuwa limited na at least tunapunguza watu. Lakini kwa wenye wamefika hapa siku ya leo, tungependa kusema kwamba umefanya vizuri, mkuja utupokee, na sisi kama akina mama, members of parliament and members of the county, tumefika hapa leo tukiongozwa na chair lady wetu Mheshimiwa Alice Wahome ambaye ni chair MP ya Kandara. Huyo ndiye chair wetu. Tumezunguka Kenya mzima, lakini juzi tulisimama karibu miezi 6 juu ya corona. Lakini leo Chelule amesema kwamba sitaki mwaka ishe kabla hamjakuja Nakuru, ndio tumekuja. Na tunajua kwamba wengi wetu mmesikia kwamba wametoka kule mahali walimaliza kura juzi, na mnajua kwamba walienda na vita haikuwa rahisi, lakini team Hasla walifanya kazi mpaka tukapata mjumbe ya Msambweni. Hiyo ni dalili mzuri. Hiyo ni dalili mzuri, kwa sababu watu wengi walikuwa nasema Hasla hatakuwa na nguvu, lakini watu wake kwa ground walishikana na watu wa bunge ambao walienda huko mpaka wakatuletee kiti, na tunasema tunashukuru Mungu, na tunajua mbele iko sawa kwa Hasla. Ama namna gani? Mbele iko sawa kwa Hasla, kwa sababu tunajua kama tukienda kwa mambo ya dynasties versus Haslers, gani ni wengi? Gani ni wengi? Hata tukiwa hapa sasa sisi sote ni Haslers. So tunasema kwamba watu wa Nakuru kwa unyenyekevu sana, na ningependa usema kwamba tutembee na Hasla. Safari yenye iko mbele
lazima tutembee na hasla, tuunge mkono, kwa sababu tunajua kwamba ni sisi tuliweka Uhuru Kenyatta na William Ruto. That was way back in 2013. Tukaweka pamoja na kulikuwa na sababu, kwa sababu tunajua kwamba wandugu zetu wa upande wa Kikuyu na wa Kalenjin tulikuwa tunachokosana kidogo kidogo, lakini tulipoleta William Ruto na Uhuru Kenyatta vita iliisha. Ama namna gani? Tumekaa kama ndugu na wadada mpaka saa hii, na tunasema kwamba hakuna kitu ambayo itatutenganisha. Tukielekea mbele sasa, ikifika 2022 nataka tukae pamoja, tushikane pamoja, vile tulisema Uhuru 10 akimaliza yake, hata yeye Hasla apate ngapi? Apate 10. Na hiyo ahadi lazima tuweke, hatutawachilia. Ingawa kuna mtu mwingine ambaye amekuja katikati ya ndoa ya Uhuru na Ruto, tunakataa. Ama namna gani? Sisi tunataka tukae kama makasi. Mtu akiingia katikati tunafanya nini? Tunakata. Kwa sababu lazima tumalize safari yetu. Sasa tunaenda kuanza ya Hasla 2022. Na tukae pamoja, tushikane, tuende, kwa sababu hasa sisi watu wa Rift Valley lazima tujue kwamba Mungu alituweka sisi sote tukae Rift Valley, na lazima tukae kwa amani, lazima tukae kama kitu kimoja, na lazima tusingire Hasla yetu, tusonge pamoja. So Mama County, ningependa kupongeza kwa kazi nzuri. Huyu mama ni mama wa nguvu. Sijui mahali tunaelekea anamulika nini, lakini akiuliza kitu yoyote mupe yeye, kwa sababu tumejua kazi yake. Hata wakati alikuwa nominated senator alikuwa anafanya kazi, saa hii akiwa Mama County anafanya kazi. Lakini kuna wengine ambao wanasema wao mambo ya BBI, wamesema kiti ya Mama County haitakuweko. Mnakubali kweli? Tumekuwa hapa siku ya leo kweli? So lazima tuseme kwamba, na unajua Hasla alijaribu kuongelesha Raila juu ya BBI. At least tuongee, tuone kwamba kuna vitu ambavyo tunataka tuweke ndani ya BBI. Akasema hakuna nafasi, tumefunga na imeisha. Na hiyo ni kweli, ni mzuri kweli. Vile alitukataza tuweke maoni yetu ndani. Tunasema kwamba lazima to fight for our rights. Now our rights is the rights of all the hustlers in Kenya. So lazima tushikane pamoja, tukae pamoja, na tuende pamoja. Tunataka ya kwamba tukiongea tukitoa sauti Bomet, hiyo sauti ya Bomet ifike Nakuru. Sauti ya Nakuru wakiongea inafika Nairobi, iende pembe zote nchi yetu ya Kenya. So tushikane pamoja, tufanye kazi pamoja, na tusikize Hasla anasema nini. Akisema chochote tuko nyuma yake, tunatembea na yeye. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Hiyo ni sauti ya Bomet. Makofi mzuri jameni. Wacha wageni tusiwaibishe, tuwapatie tu makofi, si ndio? Si tumefurahi wamekuja. Sasa kuna mama mlisikia anaitwa Mama Ruto. Kwao ni huko Northeastern Garissa. Tulitembea na yeye akibeba Ruto kwa tumbo mpaka siku ya kujifungua alitoka kwa sherehe ya Inua Mama. Mama wa nguvu, Mama Ana. Karibu.
naitwa Mheshimiwa Anna, Mama County wa Garissa. Upokee salamu kutoka Garissa County. Mulipokea? Mulipokea? Sisi leo tumefika hapa Nakuru. Mimi nimefurahi vile mlitualika, mlitukaribisha. Tuko hapa kwa mwaliko wa Mheshimiwa Liz Chelule, mama wa nguvu, mama ambaye anapendwa na kila mtu. Huko bunge yeye ni rafiki wa kila mtu. Naomba mshikilie yeye vizuri. Yeye ni mtendakazi. Si mnaona ile kazi yote ameleta? Si mnaona? Si mtamshikilia vizuri? Basi naomba mshikilie yeye vizuri. Mrudisha yeye 2022. Inshallah atazidi kufanya kazi mzuri ile anafanya sahi. Si mtafanya hivyo? Si mtafanya hivyo? Sisi tunaitwa Inua Mama. Si Inua Mama mlisikia? Si leo tupo hapa? Umefurahi? Si umefurahi? Sisi lengo yetu ni kuinua wamama, kuinua vijana, kuinua wazee, mtu ya bodaboda, wa mkokoteni, wa wheelbarrow, mama wa boda. Ukiinua mama umeinua jamii, si ndivyo? Sisi lengo yetu ni hiyo. Nikiingia siasa, sisi kama Waislamu wa Somali kutoka North Eastern, Mheshimiwa His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta ndugu yetu, time yake iko karibu kuisha, si ndivyo? Sasa ikiisha tunakaribia 2022. Si mnajua sisi kwetu imbo ile tunaimba ni William Samoei Arap Ruto. Ukienda North Eastern utaje mwingine utafukuzwa. Hata sisi sahi nikienda Garissa, kitu ya kwanza nitaulizwa ni salamu ya William Samoei Ruto iko wapi? Na nyinyi nafikiri mtakubaliana na mimi, si ndivyo? Ahadi ni deni, si ndivyo? Si ndivyo? His Excellency Uhuru Kenyatta alipofika kwetu akitafuta kura, kitu ya kwanza alituambia ni tafadhalini munipatie kura 5 ingine 10 yangu ikiisha, tafadhalini naomba nyinyi mupatie William Samoei Arap Ruto. Sisi ni Waislamu wa Kristo, si ndivyo? Ahadi ni deni, tunashikilia huko. Si ndivyo? Pale hatutoki. Si ndivyo? Na nyinyi ni hasala, si ndivyo? Hebu mnionyeshe mkono wangapi wako hasala. Oh, thank you. Na mmesikia wale ile kitu imetendeka, mlisikia? Hasala Nation iko kila mahali. Hatutishwi, hatugombaishwi, si ndivyo? Wembe ni ule, si ndivyo? Tumeanza mtindo, hiyo mtindo ndio tutaendelea mpaka 2022. Itakuwa tu hivyo, si ndivyo? Asanteni na Mungu awabariki. Makofi mzuri jameni. Unajua tunatembea Kenya yote sisi kina mama. Inua mama jenga taifa. Nikienda huko Central Kenya naenda nikidai deni yetu. Nawaambia tumewapa yenu 10. Sasa sisi kijana yetu anaendelea akimaliza syllabus ya kuwa deputy president. Akimaliza syllabus ya deputy president atakuwa nini hiyo mhula ingine? Si ndio? Naenda nikidai na nataka mama mmoja wa Central Kenya anaitwa Mami Mweka.
Mami Mwega ni MP wa huko Nyandarua na anajua tunawadai, lakini hawa wamekubali. Hamusemi kitu. Hii noise inatoka tu hapa. Wacha tusikie hawa sasa hawa. Nakuru oye! Nakuru oye! Thank you very much. Mimi mnajua naitwa Mami Mwega. Mnajua Mami Mwega ni kusema nini? Mama mzuri, na mimi ni neighbor yenu hapa. Na leo hii nimefurahi sana kuwaona. Na naona mmejishikilia kabisa. Najua tuko na corona, lakini tuko na Mungu. Na leo hii kama hawa wamama hao unaona hapa waki kneel down to pray, hii corona itaisha. Hatutoki hapa kama hatujaomba. Hatutoki hapa kama hatujaombea hii nchi yetu ipone. Sindio? Na napenda sana hii Kenya yetu, kwa sababu kuna jamaa mwingine amesema katiba lazima tubadilishe. Sindio? Na mimi kama Mami Mwega najua hii katiba haina shida. Shida tu ni mtu mmoja ambaye hakubali matokeo. Muliona kule Msabwani, sisi tuling'ang'ana, tukang'ang'ana, wakasema hii ni litmus test ya BBI. Ati kama wakishindwa huko, BBI iko na shida. Mimi leo hapa Nakuru nataka kuambia kwa kweli BBI iko na shida. Sio sisi tulisema, ni wao walituambia, na sisi tumeamini iko na shida. Shida moja ile iko, sisi wamama ndio uzaa toka kihera. Unajua hiyo maneno? Tuna push, tunatoa vijana, tunatoa wazee, tumetoa hata president, lakini hawa wazee wameketi pahali wakaona ile kiti wanaweza toa ni kiti ya mama. Tutaitikia hao maneno? Lazima watupatie heshima. Hii kazi wakitoa hiki kiti ya wamama itafanywa na nani? Nani ataangalia walemavu? Nani ataangalia nyinyi wamama? Na vijana wetu je? Nani atawaangalia? Tunaamini na tunaitikia. In fact tunasema, tunaambia Honorable Raila Odinga, kwa kweli vile ulisema hii BBI iko na shida kidogo. Hapo tunaitikania na wewe iko na shida. Kwa hivyo